famarru bi ukhra, ikisha likapita janaiza jingine, fa athnau alaiha sharra, watu wale waliosifu mwanzo kumtaja yule aliyomo katika janaiza la kwanza kwa matajo ya kheri, vinywa vile vile na ndimi zile zile zikasifu kumsifu huyu anayepitishwa kwa mara ya pili kwa kumtaja matajo ya shari. Na shari kila mmoja anaijua. Kiwa mzinifu manake itakuwa hali unatajwa kwa sifa ulioacha. Ulikuwa hivi utatajwa kwa hivi namna ulivyo, Mungu atuepushe. Huyu wa pili alitajwa kwa matajo mabaya. Bwana mkubwa huyu aliondoka, alhamdulillah wal minna, alhamdulillah, tapata kupumzika. Alikuwa mtu fedhuli, alikuwa mtu wa wake za watu, alikuwa mabinti za watu, ilikuwa mwizi, ilikuwa wakamtaja katika namna ya kusema huyu anayepitishwa hapa hakuwa ni mtu. Anasema wajabati hizi mbili zilivyotajwa, faqala Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar akasema ya Rasulullah, ma wajabati, ewe mtukufu wa daraja, hii wajabati ni nini? Wa mwanzo amepita wajabati, wa pili anapitishwa hapa pia wajabati. Wajabati ni kitu gani? Hii wajabati ni nini? Faqala Abul Qasim Muhammad bin Abdillah sallallahu alayhi wasallam akasema, hadha athnaitum bi khair. Huyo wa mwanzo janaiza lake lilipopita mmelitaja kwa matajo mazuri, metaja kwa matajo bora sana. Fawajabat lahu aljanna, kwa kilima kile kile kizuri mlichomsifu na kumsemea huyu imemwajibikia pepo kwa sababu nyinyi mmemtolea ushahidi mzuri. Wa hadha athnaitum sharra, na huyu wa pili mmetaja kwa matajo mabaya sio kwa mazuri. Fawajabat lahu an-nar, basi moto pia umemwajibikia, anawajibika kuwa katika watu wa motoni kwa matajo hayo. Akasema lima, kwa nini ya Rasulullah? Mtume akawaambia, antum shuhadau lillahi fil ardi, na yasema haya kwa sababu nyinyi ni mashahidi katika hii ardhi. Hakuna chochote mnachofanya ila nyinyi kwa nyinyi mnajuana. Yule aliyomwema hamkumpa tu sifa iliyo njema, isipokuwa alikuwa na wema wake kweli, nyinyi mliushuhudia. Na huyu mbaya hamkumtaja kwa masingizio, kwa kutokumpenda kwa chuki binafsi. Huyu alikuwa mbaya kweli. Kwa tafsiri hii ni kusema antum shuhadau lillahi fil ardi, nyinyi ni mashahidi wa Mwenyezi Mungu katika hii ardhi kwa haya mlioyasema dhidi ya wale marehemu. Tunaloambiana ni kwamba tengeneza wema wako katika amali ulizo nazo, jitahidi ekeza jambo ambalo kwa jambo hilo hata ukitoka leo watu hawapati mashaka namna ya kukutaja. Lakini ulikuwa mbaya mwanzo wa baleghe yake huyo fulani, mpaka nafikia utu uzima wake ni mbaya, mpaka siku anakufa watu wanatafuta lipi la kumsemea, hakuna. Umeyatengeneza maisha yako kuwa ni mabaya na sio mahususi ya dunia kuletwa.